wako unawaambia aje? Kwanza ningesema hivi, mbwa ni mlinzi, na kila mji ama boma la mtu liko na mbwa. So mtu kusema nilinunua mbwa, hiyo ni propaganda tu, na hiyo ni siasa. Hata hizo ni vitu ambazo asistahili kutiliwa maanani, kwa sababu mwenye alisema mbwa wakati alikuja usiku kama mchawi akaumwa na mbwa, ama alikuja mchana, kwa sababu mapoma mengi yako na mbwa wakali hata kuliko wangu. Na mambo ya propaganda ya siasa iko, na ikifika wakati wa siasa na mtu aone ya kwamba nafasi yako ni nzuri, iko mbele kwa wengine, wapinzani wako wanatumia hiyo nafasi ukupiga vita ambazo hazina umuhimu, kwa sababu mbwa sio maendeleo, na uwezi kalia kila wakati ukitaja mbwa kitu gani. Tunataka tuongee vitu ambazo zilifanyika. Kwa hivyo hiyo, mimi kulingana na msimamo wangu, mimi naona hiyo ni siasa tu ya ujinga ambayo hayana mwelekeo. Ama mtu kusema nilikuwa naenda Moi nikipitia Italuku, yeye alikuwa wapi? Yeye kwanza ni nani? Anakaa sehemu gani? Alikuwa anafanya ni Italuku akijua. Kwa hivyo wakati wa siasa kuna mambo mengi yanaongelewa, lakini kwa sababu mimi naelewa siasa, mimi nimekuwa kwa siasa siku nyingi, mimi sioni kama hiyo inaweza fanya wapiga kura wakose kunipigia kura. Wale wenye wanaongea, umejua mtu akinishtumu, yeye alete mgombeaji wake na aongee mazuri kwake, aseme Wabuge alikuwa anafanya haya na mimi nimekuja na huyu alifanya hivi. Huwezi ongea vitu tu ambazo baadaye ukiulizwa kudhibitisha inakuwa ngumu. Unaona, unaongea vitu ambazo unathibitisha. Na hapa Sinoko kuna vijana tu ambao wako tu kazi yao ni kuamkia kwa mitandao na kuongea mambo mabaya kwa watu. Hata unashindwa yeye yako upande gani. Kwa hivyo mimi naona jambo la muhimu ni kwamba tuongelee ni nini tulifanya na ni nini tutafanya, na ni jambo gani ama ni nini wale tunapishana na wao hawatafanya ama wamekifanya. Nafikiri hiyo ndio agenda itakuwa ya maana. Mimi nataka niseme hivi, mimi si kuangushwa kura kwa sababu eti si kufanya kazi. Niliangushwa kura kwa sababu pengine kulikuwa na mawimbi ya siasa, na mrengo ambao nilikuwa na kwao, mrengo ambao nilikuwa ndani pengine kidogo ulikuwa chini. Kwa hivyo hii ilikuwa ni kama wave tu ya siasa ilikuja, si ati niliangushwa kwa sababu si kufanya kitu. Mimi nataka tulinganishe, yule alikuwepo mimi nikamtoa, yule alinitoa amefanya nini kizuri kuliko mimi. Nafikiri hiyo ndio jambo la muhimu ambalo, na tena wana Sinoko lazima tufunuane mawazo, tupanue mawazo yetu na tuanze kuangalia umbali kiasi, tusiangalie tu mahali pamoja. Unajua kuna watu Sinoko hii, mimi nimekuwa kwa hii siasa, kuna watu Sinoko hii ambao wao wanajihisi ya kwamba kiongozi MCA wako Sinoko kama amechaguliwa kutoka kwa maeneo yao. MCA akichaguliwa maeneo ambayo si yao, wanaona ni kama sasa hata wanatamani hii Sinoko ikatwe. So watu wamezoea hiyo.
wakiona kiti kinatoka hapa kinaenda sehemu zingine, wanasikia uchungu, wanakuwa na machungu tu. Mtu anaamka anaongelea tu vibaya kwa mheshimiwa. Mimi nataka niulize wana Sinoko ama niwaambie hivi, kuna miradi ambazo mimi nilianzisha ama nilileta Sinoko hii, na nilileta hii miradi kwa sababu nilitaka wana Sinoko wengi especially vijana na wamama wafaidike. Kama hiyo mashini damu, na ninataka mtu mwenye anaelewa hiyo mashini damu kesho amuke apinge, aseme Wakuke wewe unadanganya, aniambie hiyo mashini damu, hiyo ni project mimi nilileta wakati wangu, na tuliweka hapo shilingi milioni 75, na tulikuwa na maono mazuri kwa wana Sinoko, na hata sehemu zingine kutoka nje, hata Wasinigishu wangefanikiwa, wangesaitika na hapo mahali, hata Trans Nzoia na Bungoma, sehemu ambazo tunapakana nazo. Machine damu ingekamilika kulingana na mpangilio wake. Machine damu kwa sasa ingekuwa inatuletea pesa nyingi pale machine. Lakini mheshimiwa ambaye yupo kama sijui inaweza eleza namna gani. Tourist site ambayo inajengwa kule Nzoia Ward Momonyonzo ilikuwa ijengwe pale machine, ikachukuliwa ikapelekwa kule Momonyonzo. Alafu hata unamuona yeye anaenda anatembea huko kwa hizo boat ndogo akiswimu hapa akisema nimeenda kukagua mradi. Unaenda kukagua mradi kwa wodi ambayo si yako. Mradi ulikuwa kwa wodi yako, ukaachilia ukaenda. Mradi wa milioni 75. Kungekuwa pale na maonyesho, kipanda za kuonyesha wakulima jinsi ya kufuka kuku, sungura, ng'ombe. Hii mambo yote ilikuwa pale kwa ule mradi kama ungekamilika. Watu wangekuwa wanaleta hapo maziwa, wanauza mboga, kungekuwa na mahoteli hapo. Wale wana harusi ambao wamefunga harusi na wale wamefunga ndoa wangekuwa wanakuja pale machine dam wa honeymoon, na tungekuwa tunaingiza pale pesa. Hiyo ndio ilikuwa maono ambayo mimi nilikuwa nayo, na kama hayo maono ndio ilifanya mimi nikaanguka kura, kwa sababu nilikuwa nimeleta mradi mkubwa kama huo. Mimi sielewi. Kuna mradi wa maji kule juu mlimani. Huo mradi ulianzishwa pale na mheshimiwa gavana wakati huo Oparanya na mheshimiwa Luvai akiwa kwa kiti. Wakati hata mimi sikuwa nimechaguliwa, lakini nilienda pale mheshimiwa Oparanya kapeana cheki ya 30 million. Mheshimiwa wa Likuyani hii walikuweko wote. Lakini huu mradi ulikuwa unufaishe wote 3. Sinoko, Nzoia na Kongoni. Kile kilifanyika baada ya hiyo cheki kupeana pale mimi sielewi, kwa sababu huo mradi haukuweza kuendelea tena. Wakati mimi nimekuja kuchakuliwa, hakukuwa na mradi umefanywa hapa hata jembe tu kulima msingi peke yake pale kwa maji mlimani wote. Waziri wa maji, nilitafuta wazee karibu watu 8, tukaenda kwa mheshimiwa 30 million through Lake Victoria water ile ya Kakamega. Huo mradi ulikuja ukaanza, ukafanya hapo public participation, na mimi nikaambia contractor watu ambao watahusika kwa ule mradi ni watu wa Sinoko. Mtu akitoka nje huyo tutafukuza, na tukakubaliana naye. Na hata saa ukienda kule mlimani utaambiwa watu ambao walijenga hiyo maji ni watu wa mlimani. Ndio walijenga foundation
walilima msingi wakajenga ikafika mahali ambako. Pengine tu wataalamu ndio walikuja mahali pale. Huo mradi tulijenga tukapewa tena milioni 10 ya pili. Tukapewa tena 20 million mara ya tatu. Kawa hiyo ni 60 million. Lakini huu mradi licha ya kwamba ulikuwa unaendelea, kulikuwa na ufisadi toka kwa hiyo shirika la maji la mimi nikitolewa ofisi, ulikuwa umefikia kiwango kama 60%. Na Eshukulu Boys walikuwa wanatumia hiyo maji, kwa tumepeleka mpaka Eshukulu Girls. Hata pale Mlimani dispensary kuna water canteen tulikuwa tumeweka pale. Hapo mashini sokoni kuna water canteen tulikuwa tumeweka pale. Wakati tulikuwa tunafungua hii maji ikuje huku mashini, hiyo ilikuwa phase 1 na pale Mlimani ndio tulikundua hapa katikati pipes ilikuwa zimeng'olewa. Haya maji haiko yanakuja huku chini. So before mimi nitoke ofisi, nilikuwa kwa kamati ya environment, water and natural resource, na kupitia hiyo kamati nilikuwa nimeomba tukapewa shilingi milioni 10 ya phase 2 maji kutoka pale mashini kukuja Sinoko dispensary mpaka Sinoko Anteyo primary. Kwa hivyo mimi nilitolewa ofisini kama mradi wa maji ulikuwa phase 2 ianze na maji ya kuje huko. Huo mradi ulikuwa ni wa Sinoko Pure. Ule ambao Paranya alikuwa ameuanzisha, huo ndio ulikuwa mradi wa wodi 3, Sinoko, Nzoia na Kongoni. Lakini kwa sababu haukutekelezwa, mimi nilienda kuomba Mheshimiwa Eugene, sababu ni rafiki yangu tunajuana, atuletee mradi wa maji hapa Sinoko. Na hivyo ndio ilifanyika. Mimi nilitolewa kwa ofisi kama huo mradi kuna shilingi milioni 10, phase 2 itoke mashini pale sokoni ije pale Sinoko dispensary ije mpaka Sinoko primary. Phase 3 ilikuwa ikuje Saisi, Mwiba na huku chini Nzoia, huo mradi huo umekamilika. Lakini sasa kitu cha ajabu ni kwamba hizi miradi zote ambazo mimi nilileta ambazo zilikuwa situsaidie sisi, mheshimiwa ambaye yuko alikuwa anaajilia tu miradi zetu zinaenda, unaona amefurahia tu kuweka kwa Facebook eti mradi wa matunda. Wakati huo ulikuwa unaitwa Acacia Water, siku hizi unaitwa Matunda Water kwa sababu ulihamishwa sasa si wa Sinoko, umeenda Nzoia kule. Lakini unaona anaweka kwa Facebook, kwa mitandao yake, anashangilia vile baraza anapeleka maji kule Matunda. Sasa mimi nashindwa watu wa Matunda ambao wako Nzoia wote wakinywa maji ambayo ilikuwa yetu, hizo watu wa Sinoko tutakuwa tumekunywa maji. Kwa hivyo mezi zote ambazo ziko hapa Sinoko zimeletwa na sitting MCA ambayo yuko sahihi, Mheshimiwa Anthony Mix. Ameajilia miradi zetu zote zimeenda. Unajua kuna wakati Songa aliitwa State House akaambiwa nisaidie kusaini hapa. Wakati alisaini kumbe alikuwa anasaini zile ministry nzuri sitolewe kwake, wakaweka hiyo ilikuwa inaitwa nini? Ule mwanajeshi akasimamia Nairobi. Akaanza kupiga nduru lakini yeye mwenyewe alisaini. Hata mimi naamini hivyo. Wenda mheshimiwa wetu aliitwa akasaini makaratasi yenyewe hakuwa anaelewa zinasema nini, akasaini akafikiria anasaini cheki kumbe alikuwa anasaini mradi wetu uende nini Nzoia wote. Na miradi yetu ambayo ingesaidia sisi watu wa Sinoko zote zimeenda Nzoia. Momonyonzo Dam, saa ukienda kule mambo yenye yamefanywa pale ni mengi. Mimi nikiingia ofisini mbolea county ilikuwa inachukuliwa kule Kongoni.
Mimi nilifanya urafiki na deputy governor wakati hiyo, Profesa Kutima. Alikuwa CEC, ni charge ya agriculture and livestock na mambo ya cooperative. Nilienda kwa ofisi yake, tukaongea na yeye anisaidie. Hii Nzoia cooperative ilikuwa imeanguka kwa muda mrefu, karibu miaka 50. Na Kutima alinisaidia, akasema ataweka hapo pesa. Through hii shirika la KSEP walituletea pesa hapo, tukapomoa ile store ilikuwa hapo ya zamani, tukajenga store nyingine mpya. Na mimi nikaongea na Kutima wakati hiyo akiwa waziri wa CEC wa agriculture. Nikasema mbolea ya Sinoko sasa itakuwa inachukuliwa pale Nzoia cooperative. Na muda wote mimi nimekuwa MCA, watu wa Sinoko hawakukuwa na shida ya mbolea, kung'ang'ana kwenda Sirion. Mbolea ilikuwa hapa Nzoia kwa cooperative hii ya Nzoia, walikuwa nachukulia hapa. Mimi nataka kuuliza watu wa Sinoko, tangu mimi nitoke ofisini hiyo mbolea iko wapi? Kwa sababu ukienda kule Mumias, MCA wa Parasa wamemkataa. Ukienda kule Butere, kule Huisero, MCA wote wamekataa Barasa. Lakini unakuta MCA wetu wa hapa ndiye anaimba mambo ya Barasa. Na tangu aingie kwa ofisi Barasa ataleta mradi wote hapa Sinoko. Hata hii industrial park watu wanapiga mdomo, wanasema sijui ni MCA, sijui ni mbunge. Hii industrial park si ati ni kitu kimekuja leo. Mimi nakumbuka Oparanya akiwa governor, wakati tulikuwa tumechaguliwa tu 2018, tulikuwa na mkutano wa kaunti 7 kule Bomet. Na mtu mwenye alikuja na mawazo ya industrial park alikuwa Mheshimiwa Wycliffe Wangamati. Ndiye alisema kule Amerika kuna mambo vitu kama hizo zikijengwa zinasaidia watu. Ukiuliza huyu waziri MCA wa Kongoni akiwa CEC wakati ule, Oparanya alituita kwa ofisi yake akasema industrial park tunataka ijengwe Likuyani, mwende mtafute shamba. Mimi nilienda kwa Mbuti hapa mara nyingi sana. Mbuti alikuja hapa mara nyingi. Hata nikilima hizo njia ukule chini, ilikuwa ni kwa sababu ya industrial park. Lakini unajua kwa sababu hauko kwa ofisi, hauko mahali popote, mtu akikuja anaanza kuongea vitu zake. Lakini tukipata forum ya kuelezana, mimi nitawaambia watu jinsi hiyo industrial park ilikuja. Si ati hao ndio wameleta hapa. Hata Mzee Mbuti atashuhudia. Mzee Mbuti alikuja hapa mara nyingi sana kwa ajili ya hiyo industrial park. Lakini wataalamu walisema industrial park inataka at least hiyo nini najengwa pale ijengwe kwa shamba ambalo at least liko ekari 100 kwenda juu. Kwa sababu kama mwekezaji atakuja hapa, labda anataka kutengeneza mafuta ya mboga ama sukari, vitu zingine, lazima awe na space nzuri, akuwe na nuclear farm ya hiyo nini, ya hiyo industrial park. So watu wasiwe excited sana kutembea wakipiga vifua wakitanganya watu mambo industrial park. Industrial park hii ilikuja wakati wangu, lakini kwa sababu mambo mengine yanatekelezwa wakati hauko, utakubali tu mtu aseme ni yake. Hata saa hii kuna taa iko pale mashine, MCA mwenye atapiga kifua atasema ni yeye ndiye ameleta. Lakini wakati nilikuwa naomba hizi taa, nilikuwa committee member wa trade, na hiyo committee ya trade ndio inasimamia trade ministry, ndio inahusiana na mambo ya mataa na machoo sokoni na minada na masoko. Mimi niliomba taa ambaye nilipewa ya kwanza, ile taa iko kona mbaya.
Hiyo taa ilikuwa ijengwa, mara ya kwanza ilikuwa imejengwa huku hivi. Ikasemekana ikijengwa site za Sinoko mwangazi itapotelea kule kwa mamiti. Ikawekwa site hii. Mimi ndio niliomba hiyo taa kwa sababu soko market day huwa inakuwa site za Sinoko. Taa ya pili nikaomba taa machine na Nzoia. Na wakasema taa itapewana tu mahali ambako kuna siku ya soko market day. Hizi soko zingine wataweka taa za sola. Lakini wakati Barasa aliingia kwa ofisi akakuta kuna mambo mengi pale ndani. Akaona akitekeleza wakati huo itaonekana yeye hajafanya kazi. Ndio sababu ametileisha hizi maproject. Hii taa amekuja kuiweka juzi hapa ionekane yeye ndiye amefanya. Lakini hii taa sio wakati ya Barasa. Hii taa mimi nilipewa wakati ya Oparanya. Kwanza ilikuwa taa nyingine tena pale Riverside pale chini. Kwa daraja pale mpaka ya Trans Nzoia na Kakamega. Hiyo taa iko wapi? Haya. Juzi nimesikia Barasa, Gavana Barasa akisema ati alikuta mashimo 10 hapa Kakamega, ndio sababu maendeleo haipatikani. Kama mimi tulikuwa tumeweka 75 million pale mashine, wakati aliingia akatoa, yeye ndiye ameweka hilo shimo pale. Pale Nzoia Polytechnic tulikuwa tumeweka 6.7 million. Wakati aliingia akatoa. Pale Mlimani Water, ile project ya ile Mlimani Water project, niliacha hapo 10 million. Baraza akakuja akatoa. Hii mashimo ni yeye ameweka ama ni Oparanya ameweka? Wakati Oparanya mambo yalikuwa yanafanyika vizuri. Si kama sahi. Na kama kuna mradi Sinoko hii MCA Anthony Mix amefanya, ni ile ECD imejengwa pale Moi's Bridge Primary. Hiyo ndio project amefanya kwa miaka hizi zote na Barasa hapa Sinoko. Hakuna mradi mwingine wamewahi fanya. Hizi miradi zote zinafanywa ni miradi ambazo mimi nilikuwa nimeanzisha. ECD zile ziko pale mashini. Mbona hajamaliza hiyo? Na yeye amechaguliwa na gavana kwa chama kimoja. Umejua watu walikuwa wanatoa propaganda atuwapuke afanye maendeleo kwa sababu achachaguliwa kwa chama moja na gavana. But mimi nilijaribu, nilishika urafiki na mawaziri hawa machief officer wakanisaidia. Na tulilima barabara nyingi hapa Sinoko. Hata mara ya kwanza watu kuona kalapati zinajengwa mpaka kwa njia ukuruhusu kuingia kwa maboma za watu. Ukienda huko na Munyiri kila boma kalapati imeingia. Hiyo wakati ilifanywa na mimi. Hata ukienda pale mashini kwa bodaboda kuna kalapati hapo. Hiyo daraja tu kiteremuka ukitoka mashini, hiyo daraja kalikuwa kadogo hivi. Mimi ndio nilileta engineer kutoka Kakamega wakapanua hiyo na wakaweka vichuma. Na nililima mabarabara zote hapa Sinoko. Na tulikuwa tunalima tunaweka mara, tunaweka kalapati na barabara mpaka hata saa hizi nyingine zenye nililima wakati huo mpaka wa leo asijalima na singali siko intact. Kwa hivyo mimi nataka kuambia watu wa Sinoko ya kwamba wasifate mambo ya propaganda. Na sio eti ukiwa kule mashini lazima MCA mashini kutoka mashini achaguliwe ndio usikie ufili ya kwamba kuna MCA amechaguliwa. Ama ukiwa Nzoia ati mpaka MCA wa Nzoia candidate kutoka Nzoia achaguliwa, hapana. Mtu wa maendeleo. Na wakati wangu mimi nilisaidia watu wengi sana. Watu walikuwa wanajaa hapa nyumbani. Kuna wakati nilipeana pesa hapa kwangu kusaidia watu. Siku moja nilipeana shilingi 78,000. Nikisaidia tu watu kusaidia. Shilingi 78,000. Na kila Jumamosi na Jumapili hakuna siku niliwahi tumia chini ya shilingi 20,000. Na hizo ni pesa zangu.
kusaidia. Hata ukitembea humu ndani, watu wale wa kawaida, wale wa chini wanalia sana. Hao ndio wanaelewa usaidizi ambao walikuwa wanapata wakati mimi nilikuwa MCA. Na wakati nilikuwa MCA, hakuna mtoto hata mmoja mwenye alitumana maombi ya pasari alikosa kupata. Kwa sababu mimi nilitoa ile kasumba ya kwamba ati wanafanya vetting. Hiyo mimi nilikataa. Mimi nilikuwa naambia hiyo kamati education, watu ni wangapi, wanafunzi ni wangapi, wako 400, 500. Haya, pesa tuko nazo 2,000,000. Gawa. Anza na hizi shule zetu za day school, kila mtoto apate shilingi 3,000. Polytechnic mpeane 5,500. Hizi shule zinaonekana za juu 5,500 mwisho. Na kila mwanafunzi mtoto mwenye ameapply. Na kukumbuka kuna wakati 2020 na kumbuka kuna mzazi mmoja alikuwa ameapply pale Mwipe SN, alikuwa na watoto 7 na wote walipata pasa. Na watoto 7 niliwaweka kwa program ya kupewa hiyo nini mpaka wamalize shule, na walimaliza wakilipiwanga hiyo pasari kila wakati mpaka wakamaliza shule. Na nilikuja nikaangalia, nikatafuta wale watoto ambao walikuwa wanatoka kwa jamii za chini kabisa, nikawaweka kwa ile program ya kusaidiwa wasomeshwe bure. Na nilikuwa natuma pesa kila mwaka kwa shule. Karibu watoto 48 hii Sinoko walisoma free kuanzia form 1 mpaka form 4. Wazazi wao hawakuwa wanalipa chochote. So unajua, kama uchapata nafasi ya kuelezea watu wataongea. Na wale wanaongea kwa mitandao, mimi nasema wache waongee. Waendelee kuongea kwa sababu hawatazuia watu kunipigia kura. Kura watu watapiga. Na unajua, mtu anapokuongelesha wakati mwingine, hata mimi wakati mwingine huwa naona hizi all opinion zikipigwa sawa magavana nini, wakati mtu anaona mtu ambaye candidate wake hayuko maneno nafasi, anaanza kuongea vibaya. Lakini ukimuuliza, na wewe kama unajua huyu hana watu, kama juzi kuna mtu alisema ati watu wenye wanapiga kura Sinoko hao si wakaaji wa Sinoko. Na kama wanajua si wakaaji wa Sinoko, si wangetafuta hao wakaaji wa Sinoko wapige kura, wapigie ule candidate wanajua. Hao wa Sinoko wakipiga, huyu ndiye atapita. Wao walikuwa wapi kupiga? Kama nyinyi mnajua hawa si wakaaji wa Sinoko, ni wakaaji wa wapi? Na wewe ulikuwa unataka nani awe MCA ama nani apite? So unajua siasa iko na mambo mengi. Na tumekuwa kwa hii siasa miaka mingi, na tunajua vile watu wanamaliza imani ya watu wengine. Unajua hata hii mitandao, kuna vijana ambao walienda kwa mitandao kwa sababu ya watu fulani, na wakati walijua huko wamepata upinzani, huko wamepotea. Sasa kitu kikifanyika, wanakuja na message mbaya ya kutunisha, yani ya kumaliza mtu roho. But mimi naomba watu wa Sinoko ambao wananiamini kwa mimi, wale wanaamini ya kwamba mimi ninaweza fanya kazi, wale ambao wametesti ya kwamba Wabuge anaweza, hao ndio mimi ninaomba kura yao. Tutembee pamoja na wao hadi mwisho. Hii kelele ya watu wengine, hiyo hainiokopeshi mimi, ila isitishe wafuasi wangu. Na mimi najua niko na wafuasi kila mahali Sinoko. In fact, mimi ndio niko na wafuasi kona zote Sinoko. Na watu wa Sinoko wananipenda. Si ati naongea nini, watu wa Sinoko wananipenda. Mimi miaka hii yote nimekuwa nje. Nimekuwa nikipigiwa karibu simu 20 kila siku na watu wa Sinoko. Kwa huu muda wote miaka 4. Na watu wanaomba, mtu anakupigia labda anahitaji msaada, na niko na kwa position ya kumsaidia. Hata wakati nimekuwa nyumbani hapa, nimelipia watoto wengi sana ma school fees.
Watu wamekuwa nakuja hapa wanasema mimi MCA, watu MCA wanajua tu mimi nilikuwa mtu yako, wameninyima pesa. Ninapeana. Watu wanakuja wanasema watu ya mbunge wanasema wewe ulikuwa mtu ya mbunge. Hatujapewa pesa. Wanakuja hapa mimi nawapea na walipia. Sijakuwa nikiangalia na niko nje. Kwa hivyo mimi tangu nianguke kura nimeendelea kusaidia wanasioka. Na kuna wenye watakubali nimewasaidia. Ili hao vijana wamekuja juzi, hata wengine wachapiga kura, ndio wanaongeongea mambo kwa mitandao yenye haina mwelekeo. Sisi tunataka mtu akuje na fact. Aseme Wabuke, wewe hatuwezi kukurudisha huko kwa sababu ulifail hii na hii na hii. Tunataka turudishe Mix kwa sababu amefanya hii na hii na hii. Mbona wasiongee amefanya nini? Kuna dispensary kule Mlimani juu kwa Red Dispensary. Hiyo dispensary wakati nilikuwa nimefungua hii Nzoia, hiyo nayo ilikuwa kwa hiyo process ya kufunguliwa. Na ilikuwa inahitaji tu 150,000. Hiyo ilikuwa ni community jangie tu, alafu hiyo nini dispensary ya kule juu ifunguliwe. Mpaka leo. But mimi ninajua nikichakuliwa hiyo nini dispensary hiyo tutaijenga. Tutaifungua. Kuna dispensary, kuna uwanja pale Ludodo. Hata tulikuwa tumemwaka hapo mawe. Dispensary nitakana ijengwe pale. Ludodo dispensary. Wameshindwa. Juzi nimeenda pale, wakaaji hapo wananiambia ati wamesema wanataka kujenga pale kituo ya polisi. Sasa nyinyi mnajenga polisi, kituo ya polisi kwa uwanja ambayo ilikuwa ni uwanja ya kujenga dispensary. Ati wanataka kujenga pale police post. Na uwanja ilinunuliwa ni ya dispensary. Hatala wajenge dispensary. Mradi kama wa Nzoia huu, ambaye MCA anapiga kelele ati imekuja wakati wake, ati vitu zenye zimekuja wakati wake. Yeye anajua hiyo mradi vile ilikuja. Huu mradi ulikuwa ujengwa hapo 2019-2020 na corona ndiyo ileta shida. Na hiyo mradi silikuwa miradi mbili ambayo Safaricom ilikuwa ijenge huku Western. Ilikuwa huu mradi moja na mwingine kule Trans Nzoia. Baada ya corona mradi ule umekuja kujengwa wameanza kujenga Trans Nzoia 2024. Wamemaliza hiyo hospitali ya wamama na watoto kule Trans Nzoia. Huu mradi wakati corona iliingia, huu mradi ulikaa. But nashukuru kwa sababu huyu waziri Mulongo wakati amekuwa waziri aliingia kule, na wakati katika ile kukagua mafaili zake akaona huo mradi, kuna mradi wa Safaricom Foundation ulikuwa ujengwe wapi? Sinoko. Na akafuatilia diposa huu mradi ukakuja. Huu si mradi wa mbunge. Hata mbunge akitembea akidanganya watu yeye amefanya. Yeye anaelewa katiba vizuri. Health iko devolved bwana. Hii si mradi wake. Yeye ni kujenga mashule, kujenga barabara, kujengea machifu maofisi, wakue na ofisi. Alime barabara hizi kubwa ambazo ziko classified nini ya C, kiwango ya C. Lakini hata ukiona kazi ambayo wanafanya mpaka leo si kazi ya kuridhisha. Kwa hivyo mimi nataka kuomba hivi, mtu kama mradi si wako, usiingilie mradi ambao si wako. Nzoia Polytechnic hii, wanafunzi wamekuwa wakisoma hapa. Ikifika wakati ya mitihani hakuna mwelekeo. Anaambiwa waende wa register kule Kitale Technical, Likuyani Polytechnic. Inakuwa shida, wana drop final year na mtoto amesoma miaka 2.
Mimi nilitaka hiyo polytechnic iwe na center ya mtihani. Ndio sababu nilileta hapo twin workshop. Wangemaliza vifaa zote zingekuwa pale. Na wakati mimi nimekuwa MCA, tumekuwa na watoto wengi wanafunzi pale Nzoia, Mwipa hiyo polytechnic ya Nzoia. Sasa wako hapa. Kwa sababu ikifika wakati ya mitihani inabidi waende Kitale Technical ama waende Soi ambako ni mbali. Na tuliweka hapo shilingi milioni 6.7. Hata hizi iti pale St. Charles Ruanga, nikitoka ilikuwa imepaki tu fanya floor na kupiga plaster, walitoa pesa, imepaki hapo mpaka leo. Sasa kama wewe MCA hujafanya project hata moja, hata kuna hizi iti pale Ludodo ilijengwa na Luvai, Mheshimiwa Luvai. Hiyo ECD wakati mimi nilichaguliwa, kuna vitu zilikuwa zimebatilishwa. Ilikuwa ECD kijengwa lazima ijengwe pale na choo, wekwe na nini ya maji, drum ya maji. Kwa hivyo wakasema ile bajeti ilikuwa pale bajeti imekuwa juu kidogo. Nilisukuma hiyo nini mpaka ile bajeti ilikuwa imewekwa 480,000. Tukaallocate kwa bajeti ya 2022-2023. Ndio ilikuja ikamaliza, walikuja wakajenga wakamalizia hiyo ECD ya Ludodo. Hata ukipita hapo wameandika hapo financial year 2022-2023. Lakini MCA anasema yeye ndiye alijenga. Hata nashindwa, unajua kuna vitu unaweza ongea na watu wanakuona ni kama ukielewi ama una. Hizi wameandika financial year 2022-2023. Hiyo bajeti ya 2022 nani alikuwa MCA? Kwa hivyo miradi zote zenye zinaonekana siku Sinokoina zinaendelea, hizo ni miradi zangu. Mradi ambao MCA wa sasa alianzisha ni hiyo ECD iko machine pale St. Peters na hajamalizia mpaka leo. Kwanza amalizie hiyo project. Kama ni yeye anatembea akisema alimalizia maproject zangu zote, mbona yake hii yenye ameanzisha imemshinda? Mbona machine dam ilienda wakati wake? Mbona Mlimani water project imetolewa Sinoko imeenda kule Nzoia ward nini Matunda? Kwa sababu huyu ni mtu ambaye aaminiki hata akiwa kule siku zote hakuna kitu kitafanyika. Unajua ni ajabu sana, watu hawaelewi, lakini mimi ninajua na nitaambia leo watu wa Sinoko wajue kwamba MCA Mix anapewa shilingi milioni 20 kila mwezi kila mwaka ya kufanya maendeleo hapa Sinoko. Anapewa 20 million ya kufanya maendeleo hapa Sinoko. Kwa hivyo kufikia saa hii amepewa 80 million. Aonyeshe hata kitu ya milioni 2 yenye amefanya. Basari wanapewa milioni 4. Lakini kwa sababu baraza anachezea akili, hata pesa yenye inakuja hapa Sinoko kama ni pesa nyingi ni haipiti 1200. Wanafunzi wenye wanapewa pesa wapiti ifiki 1200. Wanaleta tu cheki 10 20 hapo wanapeana wanafunzi, hadi hiyo ni basari ya Sinoko. Umepewa 4 million. Kama mimi nilikuwa napewa 2 million na ninapeana wanafunzi wote wenye wameapply 4 million, hiyo mimi nikipewa hiyo hata wazazi wanaweza furahia kabisa. Kwa hivyo mimi nataka kusema hivi, uongozi si mambo unaambiwa na watu. Uongozi ni wa damu na ni mtu kujitolea. Ukijitolea utafanya kazi nzuri. Utaangalia wale watu wanahitaji na wale ambao hawahitaji. Uongozi sio kwenda kwa makaseti wapi kwa vyombo vya habari
kuongea huko. Uongozi ni kitu ambacho Mungu anakupa, na cha muhimu sana ujue wapiga kura wako wanahitaji nini. Ukishajua wapiga kura wanataka nini, hata watu wengi watafikiria huwa ufanyi kitu, kumbe unafanya kwa sababu umejua wapiga kura wanataka nini. Ukishajua wapiga kura wanataka nini, inakuwa rahisi kuwahudumia. Mradi umejua tu mpiga kura matakwa yake na mahitaji yake ni ABCD, hata watu hawatajua wewe unafanya kazi, kwa sababu unajua vile una handle mambo yao kwa njia rahisi na unayamaliza. Watu wale wachache wanatembea huku nje wanapiga mdomo, wanaongea hii na hii, lakini wapiga kura majority wanajua huyu kiongozi wetu ametufanyia hii na hii. Kwa hivyo mimi nataka niwaambie ama kuwaomba wana Sinoko, wacha tutembee na ninyi. Huu ni wakati mzuri wa kurudisha Sinoko yetu katika njia ya maendeleo. Njia zimeharibika zote. Hizi ni njia ambazo zitachukua miaka 3 kurekebisha. Nikiwa MCA wa Sinoko 2027, hii ni kitu, manjia zimeharibika kila mahali. Tuko na shida na njia. Lazima tuangalie Sinoko tunaiokoa kivipi, na mkombozi ambaye atakuja kuomboa Sinoko ni mimi, na niko tayari kutembea na wana Sinoko ili tulete mageuzi. Miradi yote ambaye niliacha lazima nitaifuatilia, tuirudishe, irudi kwa mikono ya wananchi wa Sinoko waweze kufaidika nayo. Ule mradi wa machine dam lazima utarudi jinsi tulikuwa tumeupangilia. Tourist site itakuwa hapo, watu wa Sinoko nao wajivunie. Hatutaki kwenda kule Nzoia kufurahia kitu ambacho kilikuwa chetu kikaachiliwa kikaenda. Maji yale ya mlimani lazima itakuja mpaka huku Nzoia chini, watu ya Sinoko wote wapate maji. Mbolea tuioni, nikirudi kule lazima nitasukuma kuhakikisha mbolea ambayo ilikuwa inachukuliwa hapa Nzoia irudi, watu wetu wa Sinoko wasihangaika wakuja wachukulie pale mbolea. Barabara tutatengeneza, basari tutaigawa kwa njia jinsi tulikuwa tunafanya kule mbeleni ama kule mwanzo, ili watu wetu wafaidike. Na mimi uongozi ya fitina, mimi siko kule. Mambo ya fitina, wenye kuongea fitina wacha wafanye. Mimi kile ninajua, MCA ako na budget yake kutoka kwa county government. Mbunge ako na budget yake kutoka kwa national government. So hizo ni vitu mbili tofauti. Hiyo sio vitu mbunge anaweza simama aongee mambo ya county government atakuwa akielewi. MCA akisimama anaongea mambo ya mbunge, mnajua huyu ako na shida. Kitu cha kwanza mnajua huyu ako na shida. Huyu si mtu anajielewa. Wewe patala uongee useme mwaka huu nimepewa pesa hii nitafanya hiki na hiki ama tunafanya na hiki, unaamuka kusifu mbunge kwa kazi yenye anafanya, na wewe budget yako ilienda wapi? Hapa Sinoko tulikuwa tunalimiwanga wakati hiyo 10 kilomita. Kwa tunalimiwa kilomita 10 kwa kila ward. Saa hii hakuna. Kuna program ilikuwa inaitwa shelter improvement. Tulikuwa tunajenga nyumba 6 kila financial year. Tunaangalia wazee ambao hawajiwezi. Ukienda kwa huyu mtu anaitwa Mswahili, nilimjengea nyumba. Kuna mzee hapo chini ndugu ya Pea, nilimjengea nyumba. Mzee Keara, nilimjengea nyumba.
huyu anaitwa nani? Kamzee kalikuwa nywele nyeupe hapo karibu kwa Kamusu hapo, kalikufa. Nilimjengea nyumba. Kuna hapo mama hapo kwa Songa hapo chini, huyu mama ya huyu Nabii, nilimjengea hapo nyumba. Mimi kwa wakati wangu shelter improvement nilijenga nyumba 24. Na wakati ilikuwa ikija kwa tunagawa kwa kila community area. Community ya Nzoia, ya Mwiba, ya Namunyiri, ya Soko Amani, ya Go Down na Machine. Tuko na community area sita. Tulikuwa kila financial year tunajenga huku nyumba moja kwa kila community, kwa kila community, kwa kila community. Hiyo program iko wapi sasa? Hizo ndio vitu zilikuwa zinasaidia watu wa chini hao. Hizo ndio vitu zilikuwa zinasaidia watu wa chini. Barabara ikiwa nzuri, kuangalia watu ambao hawajiwezi, wajengee nyumba. Hii dispensary ya Sinoko. Hii dispensary ya Sinoko nilikuwa committee member wa health. Na unajua hizi vitu zilifanyika hapa Sinoko, nilikuwa natumia through committees ambazo nilikuwa nimeomba hii nini pandishwe nini kue health center. Maafisa kutoka kwa county walikuja hapo wakakagua na wakaidhinisha, wakasema hii ina qualify kuwa health center, na ikawekwa kwa orodha ya zile dispensary zinaenda kupandishwa hadi zikuwe health center. Kati mimi nilitoka, hiyo ndio story ilikuambia hapo. Hapa Nzoia tulikuwa tumepewa pesa shilingi milioni 4 kujenga open market hapa ya wamama na kuuzia mboga. Nilikuwa nimepewa 1.5 million ya kujenga mnada wa ng'ombe stock ring hapa Nzoia. Hizi vitu kwa nini hasikujengwa wakati mimi siko? Kwa nini mix hajajenga? Wakati mimi nilikuwa MCA, tulikuwa tulete soko pale Machine. Ikaonekana hakuna uwanja. Tukaomba pesa ya kununua shamba ekari 2. Na ilikuwa kwa hiyo utaratibu ya kwamba shamba hata lilikuwa limepatikana pale Machine, ambako watakuwa naweka kule soko kila siku ya Alhamisi. Hiyo ilienda wapi? Hizo ndio vitu mimi nauliza. Mradi wetu wa maji wa Sinoko umepelekwa Nzoia kwa nini kule Matunda? Nauliza MCA ambaye huko na gavana wa Kakamega, nyinyi mradi wetu wa maji wa Matunda wa Milimani Water, kwa nini mlinyang'anya watu wa Sinoko mkaupeleka Matunda? Na mimi nasema 2027 watu wa Sinoko wakinirudisha huo mradi nitaurudisha. Machine Dam, nauliza MCA wa Sinoko na governor, hiyo shilingi milioni 75 tulikuwa tumeweka hapo na governor wa Paranya, hizo pesa zetu mlipeleka wapi? Mbona mlihamisha mradi wetu mkapeleka Mumonyonzo? Hiyo ndio majibu mimi nataka, na ninasema jibu ni kwamba nikirudi 2027 hizo miradi zote zinarudi. Mimi nauliza MCA, wewe umechaguliwa kwa chama moja na governor, mbona umalizi ECD zenye unajenga kule Moi Spirit Primary? Kwa sababu kazi imekushinda, hakuna kitu kingine umewahi fanya.
Kwa hivyo mimi siasa yangu mara nyingi sipendi sana siasa ya matusi, kutusi mtu ama kutusi mpinzani wangu ati huyu alifanya hiki akafanya hivi. Hapana, hiyo siasa mimi sipo, lakini tunataka uwajibikaji. Ukiwa mahali fanya kazi, na ukiwa mahali si tutaishi hapo miaka yote. Kuna siku utatoka, na siku utatoka hata watoto wako watakuuliza, na wewe ulikuwa hapa, mbona hukufanya hivi? So mimi, watu wa Sinoko, mimi naomba tutembee pamoja ili tukomboe Sinoko yetu. Asante. Okay, kuna wenye wanataka maybe waklarify kwa nimesikia kwa mambo na basari umeongea, na pia mimi nikiwa saisi wakati ulikuwa kiongozi nilikuwa mnufaikaji wa basari. Alafu pia upande ya barabara, kuna zile barabara nimeona umetengeneza na zingali kwa hali nzuri hadi sasa. So kuna ule mwenye anauliza upande wa stima, maybe uliweza kusaidia wana Sinoko aje, ulileta transformer ngapi? Okay. Wakati mimi nilikuwa MCA, kuna program tulikuwa tumeianzisha, na kwamba kuna transformer ambazo siko tu dormant mahali. Kwa hivyo tukawa na program ya kwamba kwa kila transformer tusaidie watu kama 20 ama watu 30, wakiwa karibu karibu tulikuwa tunapewa mpaka watu 38. So before hii mradi tuanze, Oparanya akiwa gavana alituita akasema macontractor wamechukua hii nafasi kuwa ya kukulia, wanauliza pesa nyingi. So na wakati nilikuwa kwa ofisi, ni gavana alituambia tutafute ile sehemu stima haijawahi enda. Ile stima haijawahi fika kabisa. Na hii Sinoko tu kuna mahali pawili, na ni huko Punjab, huko Mwipasirende na kule kwa Bujunju huko. Kwa hivyo nilianzia huko nikapeana stima. Ile stima iko kwa Bujunju huko chini, ile transformer iko kwa Mwalimu Wangila. Hiyo stima imeenda mpaka Industrial Park. Ni mimi nilipeana hiyo stima. Mimi ndio nilipeana hiyo stima. Na hiyo ndio transformer tulikuwa tumepewa. Kuna transformer pending ambazo zilikuwa transformer 6. Na hizi transformer zilikuja tu wakati tulikuwa tunapiga kura mimi ninatoka. But kitu cha ajabu ni kwamba wakati hizi transformer zilikuja, mbunge aliruka mbele ya MCA. Na hata kuna project nyingi za county hapa Likuyani, hapa Sinoko zinafanywa na mbunge. Kwa nini? Ni kama gavana alipeana hizi miradi, kwa sababu hata kazi ya mabarabara ambazo zinalimwa mpaka chini ndani, mbunge yeye analima barabara kubwa ya kera, alimi barabara ya ndani. Barabara ya ndani ni ya MCA, lakini unaona, na kama analima then ni sawa. But kwa mambo ya stima, mwaka wa mwisho tukitaka kupiga kura, hii stima ilitolewa kwa county ikarudishwa kwa national government. Hata saa hii kuna vita kati ya national government na magavana. Sielewi kama ilirudishwa kwa county, lakini kuna wakati ilichukuliwa na national government. So national government ndio ilikuwa inapeana stima through wabunge, sasa si MCA. So wakati tulikuwa tumemaliza kupeana stima kule chini, ilikuwa
tukuje tupeane stima kutokea Sirenda hapa kuenda kule chini, twende tupeane stima hapo Ludodo, twende tupeane stima kule mlimani mahali inaitwa Kambi Moto. But hizi nini zilichukuliwa na national government. So sielewi kwa sasa kama hizo sehemu zimepewa stima ama hazijapewa. Lakini mimi nikitoka, hizo ndio sehemu zilikuwa kwa utaratibu wa kupeana stima sasa. Na kila kitu kilikuwa sawa. Contractor alikuwa amepatikana wa kupeana stima hapo Ludodo, Kambi Moto, mlimani pale juu, na pale hata hapo area na Munyiri hapo stima iliwekwa. Niliweka hapo stima wakati wangu, niliweka hapo stima na pale area ya Kuchunji. So kuna sehemu ambazo ilikuwa tukimaliza tuanze, lakini stima national government ikachukua. Sasa sielewi ilirudi ama bado. Na kama ilirudi, sijui kama hizo sehemu walileta stima ama stima haijakuja. But kile ninajua mimi nikitoka kwa ofisi, transformer 6 zilikuweko za Sinoko ambazo zilikuwa ziletwa hapa Sinoko. Okay. Alafu kuna wengine wanauliza mambo na ward fund, alafu kazi mashinani. Maybe kwa wakati wako ulikuwa una handle aje? Wakati wangu mimi sikukuwa na ward fund. Sikupewa kitu inaitwa ward fund hata shilingi moja. Hiyo ward fund mimi sikupewa, hiyo ninajibu tu. Upe ward fund, mimi sikuwahi pewa ward fund. Mimi nikiingia, Luvai ndiye alikuwa anapewa ward fund milioni 11 kila mwaka. Wakati sisi tuliingia hatukupewa ward fund. Wakati tumetoka, Barasa amepeana ward fund 20 million na Pata anapeana. Lakini wakati wetu sisi hatukupewa ward fund. Kazi mashinani sisi tulikuwa nayo mara mbili. Tulikuwa tunaajiri vijana 30, wamama 20. Hiyo ni kazi mashinani. Vijana 10 walikuwa vijana 20 walikuwa wanaenda kutrainiwa. Walikuwa wanaenda through county service whatever hiyo. Wakitoka huko walikuwa nakuja kuchunga facilities za county kama dispensary, cooperative, polytechnic. Na kulikuwa na kazi mashinani nyingine. Tulikuwa tumepewa barabara kilomita 6, ilikuwa inaitwa ward based. Hii ward based ilikuwa ni kwamba tulikuwa tunaajiri tena watu 30 na walikuwa wanalipwa shilingi 600 kwa siku moja. Hizo barabara 6, hizo kilomita 6 ilikuwa ikiisha contract yao imeisha. Lakini walikuwa wanatuambia waende 1 month ama 2 months. Kwa hivyo ward fund mimi sikupewa kabisa. Hiyo mimi nakataa. Sikuwahi pewa kitu inaitwa ward fund. Lakini yale vitu vichache zenye tulifanya, tulikuwa tunafanya tu kupitia njia ya kusukuma. Lakini kazi mashinani ilikuweko na ilikuwa na utaratibu mzuri, si kama utaratibu wa sasa. Nafikiri nimejibu hiyo. Alafu kwa upande mwingine unapoangalia hata siasa za mitandao utapata specifically ni kuna wale tu watu ambao wamezoea maybe kuweka zile message za kejeli. Yeah. Maybe kwa watu kama unawaambia ni? Mimi nataka niseme hivi. Maendeleo haitakuja kwa njia ya matusi. Na kiongozi ni kiongozi tu. Awe ni kiwete, awe ni kipofu, ni kiongozi na anahitaji heshima zake. Kile mimi ninaomba vijana wetu wa Sinoko waheshimu viongozi ambao wako kwa wakati huo ambao wako. Na kiongozi yoyote, mtu akitaka uongozi, wacha aheshimike, atafute, kama atapata. Na kama mtu anaona huyu hawezi toa huduma nzuri kwa watu, kuliko utusi, wewe chukua hiyo jukumu, simama pale uombe kura, ndio utajua jinsi watu wanaumia kuomba kura.
Kuomba kura si njia rahisi. Kutusi mtu ambaye ana convince watu wampigie kura, hiyo sio heshima. Siku moja hata kama wewe ambaye unatusi watu, kama wewe hata utaishi bila kutafuta nafasi ya uongozi, lakini siku moja mtoto wako atahitaji. Na kama watu watasoma ya kwamba huyu ambaye mtoto yake anaomba kura leo ndiye amekuwa akitusi viongozi, wewe unatarajia mtoto wake atapata uongozi? Hatapata. Hiyo matusi vile vile itarudi kwako. So mimi hiyo matusi, mimi kitu cha kwanza hainishitui mimi, wala haiwezi nipa uoga, lakini mimi naomba tu heshima. Mtu ambaye anaomba uongozi apewe tu heshima, kwa sababu wewe kama unahisi utampigia kura, wewe nyamaza tu. Wale wanajisikia watampigia wampigie, lakini kitu cha maana hapa ni heshima. Peana heshima, kwa sababu uongozi itatoka kwangu, kesho itakuja kwako. Na kama wewe ndio umekuwa mitandaoni kutusi watu, unatarajia hii uongozi kuja kwako? Haitakuja. Kwa hivyo generally mimi nataka tu kuomba vijana wetu wa Sinoko ambao wanatusi viongozi kwa mitandao. Hata wewe mtu ambaye unatusi watu kwa mitandao, hata watu watakuona ni kama wewe hauko sawasawa. Sababu huwezi kuwa tu pale mtu akiongea kitu uko pale unaongea mambo mabaya. Mtu akiposti kitu chake wewe uko tu pale kuchangia mambo ambayo hayana misingi. Hapana. Wacha tujifunze kuwa na nidhamu. Na heshima ni kitu kidogo sana. Na ni kitu mtu unaamua kufanya. Hii heshima upeani na mtu hawezi kukupa heshima. Kwa hivyo wacha tu sisi tuheshimiane. Baada ya kura hizi wote ni marafiki, nitakuhitaji, utanihitaji. Wewe leo unanitusi, mimi kesho nimepita, nimekuwa MCA, huko na shida, unakuja kwa ofisi. Ile shida uko nayo ni mimi nitaisuluhisha. Sasa nikianza kusema ulinitusi, utafaitika? Huwezi faitika. Kwa hivyo kiongozi ni kiongozi tu, awe nani anataka kura mheshimu. Sababu kila mtu wako na wafuasi wake. Na tukianza kusema sisi wote tuingie kwa mitandao kutusiana, hata hii mitandao haitakuwa na maana. Kwa hivyo wale wenye wanaenda kwa mitandao kuongea vitu ambazo sio nzuri, mimi ninawaomba tu kuheshimiane, heshima ikuweko. Si vizuri kwenda kwa mtandao unatusi baba ya mtu na baba yako wako nyumbani. Wewe ukisikia mtu anatusi baba yako utasikiaje? Ama anatusi dada yako ama ndugu yako au mama yako. So hizi siasa sio vita. Siasa sio vita. Ni ulimi tu kutofautiana. Mimi naongea hivi, huyu anaongea hivi. Mnaona ni kama sisi ni maadui tunakombana, lakini ni mbinu ya kuwin roho za watu, za wapiga kura. Kwa hivyo siasa sio vita. Wacha tukue tu marafiki. Watu wa Sinoko muombe Mungu awape kiongozi. Na kiongozi ile atakuja mfanye kazi na yeye. Msema ati mimi siko nataka huyu. Wewe uko unamtaka ukweli, lakini wengi walisema ni huyu. Kwa hivyo tukubaliane tu. Kwa kiguzia tu maybe zile njia za kujenga uongozi, utapata kuna improve communication, kuongoza kama mfano, alafu utapata pia unakuwa mwepesi wa kukubali feedback. Yani kuna wale unajua kwa uongozi wako lazima utakuwa na zile feedback watu wanakuletea. Maybe uko tayari kwa mambo kama yale, kwa sababu kwa upendo wa Mwenyezi Mungu maybe next year tunajua umeanza kucampaign ama umeanza kuhamasisha wana Sinoko. Uko tayari kwa mambo kama hayo? Yale tu ni mambo ya kujenga uongozi, kukubali feedback, kuongoza kama mfano na kuimprove communication. Unajua sisi wanasiasa mara nyingi tunalaumiwa kwa makosa ambayo si yetu. Najua wewe umeomba kura, wakati unaomba kura unafanya bidii. Wakati umepita labda umeweka wakilishi wako kwa ofisi wakufanyie kazi kwa niaba yako. Na unajua ofisi, kuweka ofisi ni kumaanisha utakaribisha hapo kila mtu. Na hiyo ni ofisi ya serikali ya kuhudumia kila mtu,
bila kujua alikupigia kura ama hakupiga. Mimi, watu wenye wananijua mimi ni mtu ambaye unaweza sema yani ni mtu niko tu humble, mtu wa kusikiza kila mtu. Na wale ambao umeacha kwa ofisi wanaanza kuharasi watu. Sasa unaona kwa niaba yako sasa hawa watu wamekuharibia, wameongeleza wapiga picha, wapiga kura kwa njia ambayo si nzuri. Wapiga kura wametoka hapo kama wamekasirika. Wanasema okay, wacha tukutane wakati ya kura. Sasa unajua wakikutana wakati ya kura, mimi mwenye siko kwa ofisi ndio naumia. Hao hawaumii. So kile mimi nataka kusema, mimi siku zote mimi niko tayari kusikiza watu. Lakini pengine wale wakilishi walikuwa kwa ofisi walifanya uhusiano wangu na wapiga kura ikawa kuna mpaka hapa katikati ya kwamba lazima upite hapa ndio ufika hapa, na kwa njia ambayo mimi sikuelewa. Nilikuja kuelewa baada ya kupiga kura, ndio nikajua kumbe watu ambao walichangia kura zako kuharibika tena ni watu ambao walikuwa wameweka ofisi. So mimi huwa nasikiza watu, na mara nyingi mmekuwa mkikuja hapa mnakuta watu. Mimi huwa nakaa na mtu wa aina yoyote. Mimi sina kiwango ati nakaribisha huyu hapana. Na hiyo ndio hali mimi nimekuwa nayo. So sisi kama vijana tumetembea Sinoko na tumeona maoni ya watu wengi, tumesikiza ground vile inasema, na tumeona watu wengi wameegemea upande wako. Now that Sinoko is a cosmopolitan area, yani ina kabila zote. Utapata wa Maragoli, kuna Wakikuyu, kuna Wabukusu na kabila zingine. Unaambia waje watu uko tayari kufanya kazi nao na kabila zote, ama unajua kuna watu maybe wanajitenga, wanasema sisi tunataka mtu wetu atatufanyia. Wewe unasema aje, utafanya kazi na kabila zote? Ama mimi nitafanya kazi na kabila zote. Hata leo hii nimekuwa na jamii ya Wakikuyu hapa kutoka Sinoko hii. Nimekuwa na jamii ya Wakikuyu hapa na wamenitembelea na tumeongea na wao, na wameniambia wao kama jamii ya Wakikuyu, hata mimi sikuandika waliji, wamekuja tu kuniona na wakaniambia wao kama jamii ya Wakikuyu wa Sinoko wameamua kusimama na mimi. Hata wamenialika tarehe 16 watakuwa na sherehe huko mashini sijui ya nini, wameniambia wakiwa watanialika rasmi. So mimi nimekuwa nikifanya, in fact hata jamii yenye unasema, jamii zote hizi mimi nimekuwa nikifanya kazi nao. Na wananipenda kwa sababu mimi sina hiyo mambo ya kwamba mimi ni kabila gani au ni kabila gani, kwa sababu hizi kura zinahitajika sote. Huwezi tegemea tu kura za jamii yako peke yake, hapana. Kura unategemea kura za kila mtu. Hata wakati wangu huo nilikuwa na jamii ya Wakikuyu na nilikuwa nimeweka kwa committees nzuri. Hata kwa ofisi yangu nilikuwa nimeweka Mkikuyu kuwakilisha matakwa ya Wakikuyu. Wakija hapo yeye ndiye alikuwa anawakilisha matakwa ya Wakikuyu hapo. Nilikuwa na Mkikuyu, nilikuwa nimemweka kwa kamati ya kugawa ng'ombe. Project ilikuwa inaitwa One Cow Initiative. Tulikuwa tunagawanga ng'ombe 10 kwa kila financial year. Hata hiyo mradi sijui ilienda wapi siku hizi. Nilikuwa nimeweka, na Wakikuyu wengi walipata hapa ng'ombe. Wakikuyu wengi walipata hapa ng'ombe za grade. Na watu wengi wa Maragoli, wa Tiriki ni marafiki zangu. Kwa hivyo hii jamii yote mimi naiomba tutembee pamoja. Waniunge mkono, tutembee pamoja na tutafanya kazi pamoja nao. Na mimi sina ukabila ama kupagua. Mimi huwa nafanya kazi na kila mtu. Na mimi huwa nakaribisha kila mtu. Nimekuwa na jamii ya Kikuyu hapa kwangu leo.
Tumeongea mambo mengi ya siasa, ya maendeleo, tumeongea kila kona. Kwa hivyo, na hiyo ni mambo yangu, siwezi kuyaweka hewani yote. Yeah. So kuna ule mwenye anauliza maybe ueleze ajenda zako tu kwa ufupi. Ajenda zangu, unajua saa hii ni mapema kwa siasa. Kitu ajenda inaweza kukumaliza we mwenyewe. So ajenda yangu ya kwanza yenye sitaogopa kuisema, ajenda yangu ya kwanza ni kuhakikisha zile miradi niliacha zikakwama. Kama Mlimani Water Project, nataka niirudishe, itoke Matunda irudi Sinoko, watu wa Sinoko wafaidike na maji, na hiyo maji itaanzia kule Mlimani, watu wa Mlimani wakunywe maji, ikuje pale mashini sokoni, nilikuwa nimeweka hapo tangi, maji ikuje pale, watu wa sehemu wakunywe maji, maji ikuje mpaka huku Nzoia. Hiyo ndio ajenda yangu ya kwanza. Mashini dam, lazima nijue ni kwa nini ilienda kule Mamonyonzi. Mimi nilikuwa mwanakamati wa komiti ya environment, water and natural resources. Najua kila kitu chenye mimi naongea hiki najua. Tulitembea hapa tukiangalia tulikuwa tunaita tourist attraction, kwa identify siko wapi. Tulisunguka hapa na mashini dam ilipewa priority. Hiyo ndio ilikuwa mradi mkubwa. Kwa hivyo hiyo ndio ajenda yangu ya kwanza. Lazima mashini dam irudi, tuweka hapo tourist hub, wamama wetu wauzie hapo vitu, vijana wetu wafanye hapo kazi. Tulikuwa na factory ya samaki ilikuwa ijengwa hapo, na hiyo ilikuwa iwekwa hapo 15 million. Inaitwa hizi samaki ndogo hizi fingerling. Ilikuwa iwekwa hapo 15 million. Na hizo boti mbili, moja ya kufua ingine ya kulisha. Na samaki ingefaidi hata mpaka watu wenye wako na dams kwa mabondi hapo, wangekuwa napeleka samaki zao pale mashini processiwa. Kwa hivyo hiyo ndio ajenda yangu, lazima mashini dam irudi. Mlimani Water Project irudi. Hii ilikuwa mali ya Sinoko, na Sinoko ifaidike na zile miradi tulikuwa tumepewa. Okay, maybe swala lingine, unajua uongozi ni huduma na uongozi unajengwa. Na ukiangalia siasa za Kenya utapata vijana wanakuwa enticed maybe na shilingi 100 ama 50. Unapata vijana ama hata wazee, akina mama wanapewa shilingi 50, unapata wanabadilisha mawazo yao. Unaambia aje watu kama hao? Mimi chenye nitasema, unajua hata hao watu wanachukua shilingi 100 si kupenda kwao. Ni vile hali ya umaskini iko kila mahali hapa Kenya. Wakati mwingine mtu anafikiria nikiacha hiyo shilingi 100 na akiangalia nyuma kule kwenye alitoka, anaona ni kama kuko sufuri. Inabidi achukue hiyo pesa. Lakini vile nilisema mwanzo, nilisema wacha tupanue fikira zetu na tutazame mbele kidogo kuliko penye tunatazama saa hii. Tusiangalie sana pesa. Lakini kwa sababu umaskini ni mwingi kweli. Kuna vijana wengi wako nyumbani hawana kazi. Kijana amekaa wiki mzima hajapata hata shilingi 50, na anasikia mheshimiwa wako mahali ataenda. Na sio kupenda kwake. Ni kwa sababu umaskini umekuwa mwingi. Labda mtu kijana anaona ama mama, nikipata hiyo shilingi 100 nitanunua kipande ya sabuni, nivue hata nguo zangu kesho, nguo zangu zingekuwa zimechafuka. Labda nitapata bundles nijue Kenya inaenda aje. So mimi kitu chenye ninawaomba, wanasiasa watakuja 100 na wote watakuwa na pesa, lakini ni mmoja tu ndiye ako na quality ya uongozi. Kwa hivyo waje waangalie quality. Kitu cha muhimu sana, umaskini hapa Kenya imejaa ama dunia mzima, kwa sababu
tunapigia viongozi ambao wanaenda kutafuta mali. Umejua unachagua mtu ambaye akifika huko anasema Mungu nimepona. Sasa nitanunua gari, nitajenga nyumba. Huyo mtu miaka 5 atafikiria kujijenga, baadaye ndiye atashitukia kumbe amechelewa, wakati wa kura umefika. Pesa kidogo tu yenye ataiona, pesa tu kidogo yenye ataiona, atafanyia mambo yake. Kwa hivyo mimi nataka niseme hivyo, wanasiasa watakuja na watakuja wengi na pesa zitakuwa nyingi. So muangalie quality, ni nani unaona anaweza fanya yale wewe unataka. Uone ni nani anaweza tekeleza wajibu ambayo wewe umempa. Lakini sio kuchagua tu kila mtu. Tutachagua mtu mwenye anafikiria kujenga nyumba, kununua gari, kununua shamba, kufanya nini. Na huo ni wakati wetu tutakuwa tumepoteza na tumemaliza muda bure. Miaka 5 itapotea, hakuna chenye tumefanya kwa sababu tulipeleka mtu mwenye anaenda kukula, mwenye atafika mahali aseme pesa yangu ilipotea, waje na mimi nikule. Okay, Mwesh, kuna swali ambalo ni la utata kidogo na limegonga vichwa ya wanasinoko. Wakati wa 2017 ambapo ulipewa kura, kuna wengi walisema mheshimiwa alihama, mheshimiwa yuko kwa boma. Maybe waeleze tu kwa kinagaubaga hilo swala. Mimi kusema ukweli, mimi sijahama. Sasa nimehama, nimeenda wapi? Hii nyumba nimejenga hapa, nimejenga hii nyumba ya kuhama ama ya kuishi? Mimi sijahama. Mimi nikienda Kitale, mimi naenda huko shughuli zangu, na mtu lazima akuwe na shughuli zake, lakini mimi sijawahi hama hapa. Na hata hakuna siku tumewahi toka kwa hii boma ati tumeenda tumeishi wapi. Mimi tangu nianguke kura, mimi niko tu hapa nafanya vitu zangu hapa. Sasa mtu akisema nimehama, hiyo ni propaganda tu. But mimi hii mambo ilikuweko, imezungumzwa sana. Kwanza mwaka jana ilizungumzwa sana, lakini mimi nataka kuambia wanasinoko ukweli ni kwamba mimi sijahama na sitahama. Hapa ndio kwangu, ndio kwetu. Mimi nikifa nitasikwa tu hapa. Mimi hakuna mahali nimehama. Hapa ni kwangu, investment zangu zote siko hapa. Sasa nitahama niende wapi? Hiyo ya kuhama hata mimi nasikia tu, lakini sasa mwenye tuliongea na yeye nikisema nimehama, labda yeye anaweza kuja naye live aeleze tulihama tukaenda wapi. Mimi ninaambia wanasinoko sijahama. Mimi niko tu hapa, nimekuwa tu hapa nikifanya mambo yangu na sitahama na sifikiri kuhama. Sijui nihame niende wapi. Kama nikufanya biashara huko Kitale nitaenda tu nikirudi. Kama nikufanya nini huko nitafanya. Lakini sasa jambo la kuhama, hiyo mimi sitahama. Wanasinoko wajue hiyo sitahama na sitahama. Mimi hapa ndio kwangu na ndio kwetu na nitabaki kwa hapa. Kuna mwingine anauliza maybe useme msimamo wako, uko 2 term ama uko sifuneted? Mimi siko 2 term. In fact mimi ndio patron wa 1 term hapa Sinoko, hapa Likuyani. Na hivi karibuni tunataka kupea watu wetu wa Likuyani mwelekeo. Na mtu yoyote, especially mtu anaitwa Muluya, mwenye hatafata penye Sifuna anaenda, huyo tunaambia watu wa Likuyani, watu ya Sinoko, ya kwamba mapema hii leo wamtoe kwa orodha ya wale watakombea fiti hapa Likuyani. Kama ni mbunge anatuambia mambo ya 2 term, hiyo ni yake na familia yake. Lakini msimamo wangu, mimi ni mtu ya 1 term, na mimi ni Sifuna. Mimi ni linda mwananchi na ninataka tulinde wananchi wa Sinoko na Likuyani, Mungu akipenda 2027. Kwa hivyo watu wasikuwe na wasiwasi, mimi ni Sifuna.
Okay, mheshimiwa, asante kwa maongezi yako, na hope watu wa Sinoko wamesikia. Unajua kuna wale walikuwa wanajiuliza, walikuwa na maswali tata, na hope maswali yote umejibu. Juu maswali ya utata ilikuwa mheshimiwa alikuwa na umbwa kali, lakini ulikanusha. Wengine wakasema mheshimiwa aliama, umewaambia wamesikia. So kwa mambo mengine tu maybe ya vijana sahii wengi wameshika ID na hawana kadi, na wengine Kwanza naomba watu wote wenye wako na nia nzuri kwangu, na wakaribisha wote, tutembee pamoja kwa njia. Tutembee hii safari, tuanze sisi wote, tutembee pamoja na wao. Jambo la pili, wale wenye hawana kadi za kupiga kura, mimi niko tayari, na nimekuwa nikiongelesha vijana, wamekuwa wakikuja hapa kwangu wengi, tukiongea nao, nimekuwa nikisema na nitarudia tena, mimi nikishajua idadi fulani iko mahali fulani, mimi nitatafuta mawasiliano jinsi watu watafika kule Kongoni, na nitawafacilitate waende wachukue kura, sababu najua ushindi wangu unategemea kura. Bila mtu kupiga kura sitapata huo ushindi. Kwa hivyo vijana wenye wako na ID na hawana kadi wajipange, bora mimi nijue wako wapi, ni wangapi, mimi niko tayari kuwapeleka washike kura. okay. Alafu kama hatujaacha nyuma, kuna swala nyingine. Kuna wale ambao ile wakati ulipata ushindi mwaka wa 2017, kuna wale walisema ulisema pesa zako ndo zilikusaidia ukapita kura. Maybe waeleze tu kwa ufupi. Okay, mimi nitasema hivi, sidhani na sijawahi simama mahali nikasema pesa zangu ndio zilinichagua. Sijawahi kabisa, na sikumbuki, na sijui ni wapi nilisemea hiyo neno. Kwa hivyo umejua hii ni siasa bwana. Siasa watu wanapanga tu, na wanapanga wanasema huyu tukitaka kusema kumaliza acha tuweke hiyo. Umejua kila mwanasiasa yako na mbinu, atakalisha watu wake, na wanakuja tu na propaganda, wanasema huyu alisema pesa zake ndio zilinipitisha. Sasa pesa zangu zilinipitisha, kwani tulikuwa tunakombana na mtu ndio nikaambia hii pesa zangu ndio zilinipitisha? Umejua hii ndio siasa duni yenye hatutaki hapa Sinoko. Wacha watu tukomae kisiasa, tuongee vitu ambazo ni facts. Kwa nini? Yaani ukiongea pale kitu hata mtu anaona huyu kijana ako na kitu ameongea hapa. Unaona? Tuwe watu ya kusukuma wanasiasa. Uliza mwanasiasa ukweli ni mi vitu za propaganda ati alisema pesa yangu pesa. Hizo hazisaidii. Hii ni siasa tu za kutunga na kupanga. Hata ukiuliza utasikia fulani ndiye alisema, fulani alisema, utaenda mpaka ufike kwa yule mwenye alisema asema mimi sikusema hii, labda ulinisikia mbaya. So hii vitu ya kusema ati pesa zangu zilinichagua, hiyo sidhani kama nimewahi ongea mahali na sikumbuki. Kwa hivyo hii ni mambo tu propaganda, na propaganda wakati ya kura hii itatoke. Hata sisi, hata mimi mwenye nataka kiti, itafika mahali nitakuwa na timu yangu ya propaganda ya kupanga sema hivi kuhusu huyu. Unaona, hiyo ni timu, hiyo ni mbinu moja ya kupata kura. Lakini mimi sikumbuki kabisa kama mimi niliwahi simama mahali nikasema pesa zangu zimenichagua. Hapana. Hiyo kuacha watu tutafute maneno ya kuongea, lakini tusiongee tu vitu kwa sababu uko na bundle za kuongea. Asante. So mheshimiwa, asante kwa muda yako na kushawishi tu wana Sinoko. Tunasema uongozi ni huduma na uongozi unajengwa. Anthony Wabuge akiwa kijana wa Sinoko ako committed kutransform maisha ya watu kupitia uongozi wa uwajibikaji, na tunashawishi tu vijana wote ambao wako kadi, uongozi ni huduma na uongozi ujengwa, na hatutaki kujaribu kiongozi. Kuna kitu inaitwa trial and error. Hatutaki kujaribu kiongozi ule ambaye atafeli. Tunataka kujaribu ule kiongozi ambaye anajitambua
na anajua kazi ile ambayo tunamtuma aende afanye. Hatutaki kujaribu kiongozi ambaye ataenda kutafuta magari ama nyumba. So mimi nawasihi watu wa Sinoko, tuchague kiongozi bora na kiongozi wa maendeleo mchapakazi. Asanteni kwa muda wenu na tunawatakia wakati mwema.